sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 3, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 11, aya ya kwanza hadi ya 10 na aya ya 13 hadi ya 17. Na somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Mtakatifu Marko, sura ya 4, aya 26 hadi 34. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara aupeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadiri walivyoweza kulisikia, wala pasipo mfano hakusema nao. Lakini akawaleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, katika Injili ya leo mwinjili Marko anatuonyesha kwa maneno ya Kristo mwenyewe namna ambavyo tunaweza kufananisha ama kulinganisha ufalme wa mbinguni katika maisha ya kawaida ya kila siku ya mwanadamu. Kristo anafananisha ufalme wa mbinguni kwa kutumia vitu vya ulimwengu, kwa kutumia mimea ya asili, na mfano wa Kristo juu ya ufalme wa mbinguni kwa kutumia vitu vya mazingira yetu. Anatupa mfano ulio mwepesi zaidi kuuelewa, kwamba ni katika hali ya kawaida mkulima anapanda mbegu, na katika kupanda mbegu anatarajia ikue na kumpatia mavuno bora na mengi. Na katika kipindi hicho chote ni lazima mkulima awe mvumilivu anapoendelea kusubiri mbegu, ili anapoendelea kusubiria mbegu ile aliyoipanda imee, inawiri na hata kutoa mazao ya kutosheleza. Na katika maisha yetu swala la mche kumea na kukua na matarajio ya matunda liko wazi katika maisha ya kila siku. Hivyo mfano anaotumia Kristo ni mfano ulio hai katika maisha yetu, anapotutaka sisi tuweze kuelewa namna gani bidii yetu ya kuelekea katika ufalme wa Mungu inavyopaswa kuwa. Lakini pia Yesu anatoa mfano wa mbegu ya haradali ambayo ni ndogo, lakini mbegu hiyo inapopaliliwa vizuri hukua na huwa kubwa zaidi kuliko ilivyotegemewa. Ndugu zangu, mfano huu wa Bwana wetu Yesu Kristo unatukumbusha na kututafakarisha sisi juu ya kukua kwetu kiimani, kwamba tumezaliwa katika utakatifu na tumebatizwa na kutakatifuzwa, na tangu ubatizo wetu tumeendelea kudumu katika imani na kuimarika pia katika imani. Lakini kwa mfano huu wa Kristo tunakumbushwa kwamba imani inapaswa kulindwa na kukua zaidi na zaidi. Tukiwa watoto katika ufahamu wa kitoto, tulikuwa na wema katika ufahamu wetu wa kitoto,
lakini wema na ukarimu wetu ni lazima uimarike na kukua kama ilivyo mbegu ya haradali, na kuwa na mtazamo mpana zaidi juu ya Mwenyezi Mungu na juu ya mahusiano yetu na mpendwa wa jirani. Na hivi ndiyo safari ya kuelekea utakatifu na ukamilifu wa maisha yetu. Safari ya kuonesha ukomavu na ukamilifu wa maisha yetu ni lazima kuonesha kupiga hatua, na ni hatua ya kwenda mbele na sio kurudi nyuma. Na hivyo ndugu zangu wapendwa, nipende kualika kila mmoja wetu kutafakari ni namna gani amezidi kuwa mwema, mkarimu na mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu na kwa mpendwa wa jirani. Ni namna gani matunda ya sala binafsi au za jumuiya yameonyesha kuzaa matunda zaidi kwako na kumtumainia zaidi Mwenyezi Mungu. Kuna wengine tunapojitahidi kupiga hatua zaidi mbele, lakini muda mwingine tunarudi nyuma kiimani. Tunatumaini katika nguvu za Mwenyezi Mungu, lakini wengine katika mwendo huo wa kuelekea ukamilifu wa takatifu wanarudi nyuma na kuvutwa zaidi na ulimwengu na kuamini kabisa njia za kishirikina na kutokana na kutokuona nguvu za sala. Leo Kristo anatukumbusha kwamba bidii yetu ya kuelekea ukamilifu na kumwelekea Mwenyezi Mungu lazima iwe inaongezeka kila siku, na tuone mabadiliko ya imani yetu na uimara wa ufanisi wetu na matunda ya utumishi wetu. Ndugu zangu, safari ya kuelekea ukamilifu, safari ya kuelekea mbinguni, kama Mtakatifu Teresia anavyotuambia kuwa ndiyo mbingu yenyewe, kwamba yale maisha ya bidii ya kuelekea mbinguni, basi tutambue ndiyo wakati huo tunakuwa tumefikia mbingu yenyewe. Ndugu zangu, kitu kingine ambacho Kristo anatukumbusha anapotumia mfano wa mbegu ya haradali iliyo ndogo kabisa kuliko mbegu zingine, anatukumbusha kwamba Mungu anawaangalia wale walio wanyonge na kuwawezesha wale walio wadhaifu na ambao wamedharauliwa na wale walio wapole, ili kwamba katika hali hiyo ya kudharauliwa na ya upole na katika hali ya wadhaifu, mtu huyo anaweza kuwa mtu tegemeo katika uimara wa imani. Ndiyo maana tunaambiwa katika mfano huo kwamba hata ndege wanaweza kuja na kutua juu ya mti huo na kivuli chake kinakuwa faida kwa wengine. Hivyo ndugu zangu, wewe na mimi ambao kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukajiona ni wanyonge, wadhaifu au kujiona ni wapole, tunaweza kuwa msaada kwa wengine kwa sisi kwanza kuimarika hatua kwa hatua kiimani na kujiweka zaidi karibu na Mwenyezi Mungu. Tupende basi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie bidii hiyo ya kutamani na kufikia ufalme wa Mungu kwa bidii hiyo na kufurahi pamoja na watakatifu wake huko mbinguni. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Eric Proches Leandri wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.